Habari za muda huu ndugu msikilizaji, tunakukaribisha tena kwa kipindi kingine tena hiki tunachoenda kuzungumzia ugonjwa nyingine aina ya ugonjwa unaoitwa bawasiri. Leo nipo na Dr. Aaron Kalogaba na tupo naye hapa kwa ajili ya kumhoji mawili matatu na kuhusu ugonjwa ni aina gani na chanzo chake na madhara yake na jinsi ambavyo unaweza kutibika. Yeye ana experience hiyo na ataenda kutushuhudia mengine mengi na tutaenda kujifunza ili kusudi lengo ni tupone, kwa sababu anatutakia mema na hata Mungu pia ndio mawazo yake. Sasa kwa majina naitwa Kelvin Jonathan na simtarimu mtumishi, jina lako jitambulishe mwenyewe. Naitwa Aaron Odilo Kalogaba, ni mwalimu katika afya. Amina, asante sana. Sasa mwalimu, bila kupoteza muda, ugonjwa wa bawasiri kwanza ni ugonjwa wa aina gani? Huu bawasiri, mtu anaanza kusikia bawasiri ni ugonjwa wa aina gani? Asante sana. Tukizungumzia bawasiri ni ugonjwa ambao veins zinaitwa varicose veins zimeweza kutanuka. Kwa sasa kuna ile mishipa ambayo inasafisha damu ila eneo la haja kubwa inapokuwa imetanuka inavimba. Na tutaelezea sababu za yenyewe kutanuka. Kwa ile kuvimba ndio tunaita bawasiri. Okay. Sasa kwa jina jingine la Kiingereza, maana ile la Kiswahili limeitwa bawasiri. Sasa tukichukua tu bawa, neno ni bawa na siri ni siri. Sasa kwa nini lipate jina hili? Na kwa jina jingine la Kiingereza labda utabibu inaitwaje? Waswahili sijajua kwa nini wameita bawasiri, lakini Kiingereza inaitwa hemorrhoids. Ikiwa inaashiria kuwa na kinyama. Okay. Ndio hivyo. Lakini hichi kinyama kiji hivi ni matokeo ya hizo mishipa inayosafisha damu ambayo inaitwa veins. Okay. Veins ni mishipa ambayo inatoa damu sehemu nyingine za mwili inapeleka kwenye moyo. Na ni mishipa ambayo ipo juu karibia na ngozi. Sasa ile ikitanuka ndio kwenye eneo la haja kubwa ndio inaleta hilo tatizo la bawasiri. Okay, sasa ni kwa mtu ambaye, kuna aina ngapi za bawasiri? Kuna aina kuu tatu za bawasiri. Tatu za bawasiri. Ya kwanza ni bawasiri ya nje. Kile kinyama kinakuwa eneo la haja kubwa kwa nje. Okay. Ya pili ni ile ya ndani. Kinyama kinakuwa eneo la haja kubwa ila kwa ndani. Okay. Lakini ya tatu ni ile ambayo kinyama kinatokea ndani kinakuja nje. Sasa kwa hizi dalili inaonyesha kuna nyingine moja ya asili na mtu asijue. Sasa mtu atapata dalili gani asijue ana bawasiri? Ni dalili gani mtu atapata ajue kama ana bawasiri? Dalili kwanza kabisa ni maeneo ya haja kubwa. Wakati wa haja kubwa kunakuwa na maumivu ya makali. Lakini kitu cha pili, kama ni bawasiri ya ndani, kwamba hatutaona kinyama nje, si ndio hivyo? Kwa hiyo mara nyingi tutaona damu ikija katika ubichi. Yani damu ile bichi, si ndio hivyo? Hiyo ni kwenye bawasiri ya awali. Ile inapokuwa imekuwa kubwa, damu inakuja katika mabonge. Kwa ile haja kubwa inakuja ikiwa na damu. Ni moja ya dalili zinazoonesha kwamba huyu mtu ana nini? Ana bawasiri. Kwa hiyo hizo ndo dalili tu. Ndo dalili kuu. Lakini kitu kingine, eneo la nyonga mara nyingi linapata udhaifu kwa sababu tunajua kwenye mwili hata kidole kiumia mguu unakuwa sawa. Sinika kidole tu lakini inamaanisha nyonga ni kiuno. Nyonga ni kiuno. Kwa hiyo eneo mara nyingi inakuwa lipo katika hali ambayo hauko comfortable. Sasa hizo ni dalili. Na ni sababu gani zinazopelekea mtu kupata bawasiri sasa? Sababu zipo, sababu mbalimbali, lakini naomba nizitaje. Sababu za mtu kupata bawasiri, kwanza kabisa ni kunyanyua vitu vinavyozidi uwezo wake. Tunasikiaga watunisha misuli, lakini hao watu wana hatari sana ya kupata bawasiri. Okay. Nadhani kuna mmoja anaitwa Ronald Coleman. Yule mtu naye bawasiri ilimpata na ana matatizo mengine, ila moja ya tatizo ambalo limewahi kumpata ni bawasiri. Okay. Sasa kuna asali gani kunyanyua vitu vizito mpaka upate bawasiri? Inafanya nini? Tunapokuwa tunazungumzia kunyanyua ni kwamba eneo linalohusika kwenye balance ya mwili unapokuwa umenyanyua kitu ni eneo la katikati.
katikati tuna uti wa mgongo. Uti wa mgongo tukiangalia limeanzia nyuma kidogo ya nini, ni karibu na eneo la haja kubwa, si ndio hivyo? Kwa sasa uti wa mgongo kumbuka umebalansiwa na mifupa na nyama, si ndio hivyo? Sasa sehemu ya nyama zinazohusika ni hizi ambazo zipo karibu na haja kubwa. Kwa sasa zile katika kunyanyua tunahitaji support ya uti wa mgongo na miguu. Tuko pamoja? Kwa hiyo ile effort ama ile nguvu kazi inayohitaji wewe kubalance kunyanyua ule mzigo inakuwa katikati. Kwa hiyo ile misuli inakuwa imekaza. Kwa kadri unavyonyanyua kitu kizito inazidi kukaza. Kwa hiyo sasa muda mwingine wanyanyua vyuma, mfano huyo Coleman unakuta kalio lake linakuwa na misuli kabisa mpaka linajichora alama ya kipepeo, inachora hadi alama. Sasa ile anaona sifa, lakini ni kitu ambacho kikiwa na mwendelezo baadaye kinamletea shida. Nadhani hata yeye wakati anafanya vile, kwa sababu huwa kuna kitu kimoja kwenye mwili, ndio mara nyingi kuna kitu tunakipuuzia. Ukiona mwili bado unaitika na wewe unashawishika, haina shida. Hata kama kuna kanuni ambazo unajua hapa nimezidi, unaendelea. Lakini mwili wetu tukiwa katika hali ya ujana, ni kwamba kuna kitu kimoja, seli zinazaliwa nyingi kuliko zinazokufa. Lakini kwa kadri umri unavyoenda, kwa sababu tunajua duniani tumetenda dhambi, kwa hata miili yetu imepata udhaifu. Mungu hakutaka tuwe na hayo yote, lakini dhambi ndio imetupelekea hivyo. Kwa kadri tunavyozeeka, kwa sababu tayari imeshatamkwa tutakufa, japo fozi katika habari ya ufalme kuna watu hawatakufa mpaka mwisho wa dunia, lakini kwa sababu tupo katika hatua dunia ambayo itafikia, ukifikia ukomo unakufa. Sasa haufi hivi hivi, kuna hatua. Unapokuwa umeanza kuzeeka, mtu anayekufa kwa sababu ya uzee amepitia hatua mbalimbali. Kwa hiyo kwa kadri umri unavyoenda, seli zinazokufa zinakuwa nyingi kuliko zinazozaliwa. Sasa seli manake ni kiungo kidogo sana kwenye mwili ambacho kinawakilisha mwili ama sehemu fulani, sawa? Kwa hiyo sasa ile seli ambayo ilikuwa ina utendaji kazi mzuri wakati ukiwa na nguvu ama kijana, ina utendaji kazi wake unazeeka. Kwa hiyo kama ilikuwa na mazingira mabaya ukiwa kijana, ukiwa uzeeni mambo yanakuwa ni mabaya zaidi. Kwa hata wanaotumia hizi ni stimulants, vitu vichochezi, yani kinakuchochea, kinakuamsha mwili. Kama kahawa au bangi, energy drink. Hivi vyote unaweza ukaifurahia sasa hivi, ambapo mwili unazalisha seli nyingi kuliko zinazokufa, lakini zile ulizonazo wakati ambapo utahitaji kwamba sasa ni muda ambapo uzalishaji ni mdogo, zina uwezo wake unakuwa umepungua sana. Kwa hiyo kitu kinachotokea ni kwamba huyu anayenyanyua vitu vizito inabidi awe makini kuangalia, je, hichi kitu kinazidi uwezo wangu? Lakini pia kuna staili ya unyanyuaji. Kuna staili kumbe ya unyanyuaji pia. Mfano kama kitu kunyanyua. Kwenye kunyanyua inabidi uwe kama unachuchumaa. Sio kuinama ile L hivi. Yaani kuinama. Hivi unaona? Mgongo umeinama hivi. Hapa unakuwa haujaipa support hapa. Unaumiza nyonga. Ila ukiwa kama unachumaa una balance. Na nakumbuka kwenye gym ipo staili za kunyanyua chuma unainama nacho unainuka nacho. Kumbe ni mbaya mambo. Ndio. Okay, sasa hiyo ni sababu ya kwanza ya kuweza kupata bawasiri, ni kwamba kunyanyua vitu vizito kupitiliza. Sasa aje sababu ya pili? Sababu ya pili ni kukaa na haja kubwa kwa muda mrefu. Lakini sababu ya tatu hii inaitwa constipation. Sasa hiyo kukaa na haja kubwa muda mrefu ipo kivipi? Hii kukaa na haja kubwa muda mrefu maana yake unasababisha muda wote ile misuli kukaa imekaza. Nadhani ukiwa nimeelewa point. Na maana point muda wote usikaze sana sehemu za nyuma ili kusudi misuli unakuwa unaifanya unaipa kazi ya uweza kutight sana. Yaani muda wote imetight, imeshikilia kile ile nani haja kubwa. Kwa ina maana kuja kwa chini legea au inakuwa vipi? Sasa ile kushikilia muda mrefu maana yake inakaza. Sasa ile kukaza kwa muda mrefu inapelekea mipasuko inaanza kutokea. Kwa hiyo ikiwa ni utaratibu wa mtu kuendelea hivyo, baadaye anaweza kupata bawasiri.
Okay. Na sababu ya tatu? Ila sababu nyingine ambayo pia ni kubwa ni watu kula chakula ambacho hakina nyuzi. Na kula hivyo pia kunaambatana na watu kutokunywa maji. Kwa unakuta choo ni kigumu. Okay. Kwa kula vyakula ambavyo havina nyuzi vinaleta kitu kinaitwa constipation, choo ngumu. Choo kinapokuwa kigumu, yani sana mwili uchukue jiwe ukwaruze. Nini kinatokea? Kwa hiyo in short, bawasiri tunaweza tukaita ni inflammation, ni mikwaruzo eneo la haja kubwa. Mikwaruzo. Kwa hiyo mikwaruzo ama mipasuko, si ndio hivyo? Kwa hiyo mshipa ukiwa umekazwa misuli ikiwa imekazwa muda mrefu, of course inapasuka. Ila pia kikipita kitu kigumu inakwaruzwa. Ya haraka sana. Na sababu nyingine au nizo? Sababu nyingine ndugu zangu, najua hii itawagusa wengi, lakini lazima tuseme. Kutumia choo ya kukaa. Okay. Choo cha kukaa. Choo cha kukaa, unapokaa, nadhani ambao tumewahi kutumia tuna uzoefu. Ile eneo la haja kubwa linakuwa linabana. Lakini unapokuwa umechuchumaa linaachia kabisa, iko hivyo. Kwa hiyo ina relax. Kwa ile kubana, kama ni utaratibu wako, inapelekea mtu kupata nini? Bawasiri. Okay. Kwa mimi nashauri kama unajenga choo, jenga choo ambayo sio ya kukaa. Hiyo na sababu nyingine? Sababu nyingine inatokana na matumizi ya vitu ambavyo vinasababisha mwili yani inaitwa dehydration, kuondoa maji. Moja ya kitu kinachosababisha dehydration ni matumizi ya pombe. Okay. Matumizi ya pombe yanaondoa maji? Yanaondoa maji, ndio maana mlevi utakuta anakojoa sana. Anakojoa sana na kesho yake anaamka akiwa na kiu ya maji. Kwa nini? Maanake mwili maji yameondolewa. Nini kinachotokea? Pombe ina kitu kinaitwa ethanol. Ile ethanol kwenye mwili haitakiwi. Na kama tunavyojifunza kwamba mwili kitu ambacho hakitakiwi inafanya namna yoyote ili kiondoe. Kwa ili kuondoa ethanol inabidi atumike maji mengi sana. Yani sana leo una flash chooni. Si kila ukitaki umeisha kiweka pale. Kama una flash chooni maana yake utumie maji mengi kiondoke. Ndio kama pombe. Kwa mwili unajikuta kila sehemu yenye maji anakusanywa anaenda kutoa pombe. Ndio maana kuna level wengine ukuta wale ambao ni chakali wanasema kama ni amada, unawakuta jasho lao likitoka jasho lao linakuwa na harufu kabisa ya pombe. Inamaanisha sasa wale ni kweli maji hawana. Jambo ni hatari ambalo litasababisha sasa kwenye mfumo wao wa haja inakuwa vipi ambapo sasa iharibike? Mwili ukikosa maji kinachotokea mishipa inalegea. Okay. Yani kuna kitu kwenye elimu ya cell kinaitwa ni flaccidity. Yani cell inasinyaa. Sasa kwenye kusinyaa mara nyingi hata kitu kwa mfano kama puto likiwa na upepo ile kisinyaa inalegea. Si ndio hivyo? Sasa yale maeneo yanapokuwa yamekosa maji ikisinyaa ni rahisi kuchubuka. Unatengenezea njia kupata basi. Okay. Nadhani pia tunaweza kuona ukikosa maji midomo sinapauka, si ndio hivyo? Na inaanza kupasuka. Huo ndo mfano wa asante sana kwa hizi dalili. Na kuna nyingine au ni hizo? Nyingine tulikuwa tunazungumzia visababishi, si ndio hivyo? Tulikuwa tunazungumzia visababishi. Sababu nyingine matumizi ya vitu kama kahawa na vitu vyote ambavyo vinasababisha kuondokea kwa maji kwenye mwili. Kahawa kwa hiyo ni hatari sana na yenyewe ni inasababisha dehydration, kuondoa maji kwenye mwili. Sasa niipate sababu nyingine kwamba ni kazi za kukaa muda mrefu, hii nayo ni ya kweli au? Pia hiyo nayo ni ya kweli. Kwamba mimi nashauri ukiwa na kazi ambayo unaona kabisa mimi nitakaa muda mrefu, kila baada ya saa nyanyuka angalau tembee kwa dakika moja. Okay. Mwili unapokuwa umekaa muda mrefu manake hamna mjongeo.
na mwili wetu umeumbwa katika namna ambayo inabidi uwe na mjongeo. Kwa hiyo ili mwili, sehemu zote za mwili zikae sawa, mwili uwe na nini? Mjongeo. Kwa unapokosa mjongeo na ukawa umekaa muda mrefu na ikawa ndio tabia yako, kuna mtu unaweza kukaa kwenye basi unasafiri, hii haina shida sana. Yani mjongeo kimaanisha ni movement fulani. Movement. Umeona? Mtu unaweza kukaa kwenye basi ukasafiri, lakini kwa sababu ni mara moja, hii haina shida. Lakini ikawa ni tabia yako ya kila siku, kama madereva niseme, madereva na watu wengine, ndio maana inabidi wapeane shift, na akipata nani muda inabidi anyoshe mwili kabisa. Kwa hiyo mtu yuko hatarini kupata nini? Bawasiri. Nadhani hizo ndizo sababu kubwa za bawasiri. Okay, sasa hizi ni sababu. Sasa je, mtu sasa ndo kashapata bawasiri na sababu yake tunaona ameshinda namna ya kuzuia, imekuwa hivyo. Sasa je, kwanza ugonjwa kweli unatibika mtumishi? Ugonjwa unatibika, na labda nizungumze kitu kimoja. Duniani hakuna ugonjwa usiotibika. Kumbe kila ugonjwa unatibika? Kila ugonjwa una tiba yake. Okay. Isipokuwa hatujafunuliwa. Lakini wapo watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya tiba kila ugonjwa. Okay. Kwa sababu tumeshaona Yeremia 30:17, Mungu anasemaje? Mimi nitakuponya, nitakurudishia afya yako, na nitakuponya magonjwa yako, na nitakuondolea majeraha. Hajasema ugonjwa fulani na ugonjwa fulani, magonjwa. Kwa hiyo mimi kama sijui, mwingine anajua. Na labda ambacho ninaweza nikasema, mara nyingi tunakosa tiba ama tunakosa aueni kwenye mambo yetu kwa sababu tunakosa imani. Unapokuwa na imani, Mungu atakutanisha na watu wanaofanya nini? Wanajua tiba. Hata kama ni wewe mwenyewe ukiomba, Mungu anaweza akakuonesha tiba. Kwa hiyo ningependa msitizia msikilizaji ya kwamba kwa yote yenye ugonjwa, anaweza siwe yeye au akawa yeye, kila ugonjwa una tiba yake. Okay, basi asante sana, kumbe unatibika pia. Sasa basi kuna aina ngapi za dawa za bawasiri kwanza kabla tujaanza kuangalia? Dawa hamna. Mimi kwa upande wangu ninapenda kuwashauri watu kutumia vitu ambavyo ni vya asili. Sawa. Kwa hiyo nikitaja aina za dawa nitakuwa na jaribu kuingiza kingine, lakini aina ninazozijua ni dawa za asili. Okay. Kwa nini ninasisitiza hapo? Ni kwa sababu dawa za asili, tukija kwenye sayansi, ni dawa ambazo zinautibu mwili ila ziuachii majeraha. Lakini pia zikiutibu mwili zinaupa matokeo ya kudumu. Kwenye sayansi ya tiba kuna dawa za aina 3. Kuna natural medicine ambazo ndizo dawa za asili ambazo tumesoma Zaburi 104 mstari wa 13 na 14 ya kwamba ndizo Mungu ametupa kwa ajili ya matumizi ya nani? Ya mwanadamu. Na aina ya pili ya dawa ni synthetic, ambapo hizi zinatengenezwa moja kwa moja viwandani. Okay, ndio zinazoziona mtaani. Ambazo hizi tutazikuta mafamasi na sehemu zote. Lakini uzuri wale wanaotengeneza wanakuweka wazi kila dawa ambayo unatengenezewa, kila ukienda kufuatilia ina side effects, madhara ya matumizi ya hiyo dawa. Hapo inge tusome. Mimi na dadangu alikuwa msome kila dawa tumeletea na soma. Naomba nisome haya maelezo. Tuwathibitishie watu kitu kimoja. Maana anasoma, anaangalia, anasema mimi nitaitumia hii situmii. Sasa najiuliza kwani wenyewe wametengeneza. Maelezo nitayasoma. Ni maelezo kutoka kwenye nukuu za nabii anaitwa Ellen G. White. Naomba nisome na nithibitishe na sayansi ya leo. Okay, sawa. Hii nukuu inasema drugs never cure disease. Hilo neno kwanza lilivyo. Hizi drugs zinazosema ndo hizo synthetic medicine. They only changes its form and location. Kwamba hizi dawa hazitibu ugonjwa wowote, isipokuwa zinabadilisha namna yake na eneo lake. Kwa mimi naweza nikawa nimekunywa headaches, nikajua ninatibu maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yakatulia, kumbe ugonjwa umehamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kumbe utainuka tena.
When drugs are introduced into the system for a time they seem to have beneficial effects, kwamba zikiingizwa kwenye mwili kwa muda fulani zinaonyesha kwamba zina matokeo, si ndio hivyo? A change may take place but the disease is not cured. Kwamba kunaweza ukatokea mabadiliko na mtu akahisi amepona, lakini ugonjwa ufanye nini? Hauponi, si ndio hivyo? It will manifest itself in other form. Ndio kama ulivyosema. Hii nina ushahidi. Mimi katika kujifunza kwangu nimewahi kushiriki kutengeneza aspirin. Aspirin nini? Aspirin ni moja ya kitu ama ingredient ambacho kipo kwenye dawa tatu, zile dawa za maumivu. Ile aspirin ukiangalia katika sayansi ya leo ile inatibu maumivu, si ndio hivyo? Lakini ushahidi unaonyesha inasababisha vidonda vya tumbo. Inakuponya na inakuachia janga. Uzuri unapopewa hizi dawa unawekewa side effects. Kwamba wewe umekubali kutumia ila umekubali na haya matokeo. Umeona? It will manifest itself in some other form, kwamba itajionyesha katika namna nyingine. The disease which the drug was given to cure may disappear. Kwamba ule ugonjwa unaweza ukafanya nini? Ukaondoka. But only to reappear in a new form. Unajitengeneza kwenye umbo nyingine. Kwenye umbo ndio hiyo zinaitwa side effects. Huyu nabii kwa nini nimemquote? Ni kwa sababu anachokiongea tunakiona leo. Inasema katoa huo mfano wa hizo new form such as skin disease, kwenye ngozi. Ngozi, kwamba inaweza ikatibu sikio ila matokeo yake tukayaona ugonjwa umetoka kwenye sikio ukaja kwenye ngozi. Ulcers tumeisha isema ulcers. Painful diseased joints, maumivu ya joints in sometimes more dangerous and deadly form. Sijui tumekiona hicho kitu. Mambo makubwa sana. Na hii ni kupe ushuhuda. Sisi ni mashahidi. Maiti inayokufa ama mtu ambaye anakufa huku akitumia madawa synthetic, hiyo maiti inawahi kuoza. Kumbe kabisa nimelithibitisha hivyo, naonaga sana. Inawahi kuoza. Maana hapo nazungumzia ni wale ambao wanakufa kama hospitalini wengi. Hapa tunavyozungumza ushahidi, ukienda kwenye shirika la afya la Marekani mwaka jana Marekani imepoteza watu 200,000 kwa sababu ya matumizi ya hizi synthetic drugs. Ni wengi sana ise. Watu 200,000 tukizungumzia katika nadharia tunaweza tukaona wachache. Ni wengi sana. Ni viwanja vya mpira vile uweke viwe 4. Hata vita ile ya Israeli na Palestina bado watu hawajafika 200,000. Lakini hao wameuawa kwa mwaka huu mmoja kwa sababu ya kitu kimoja tu. Ukraine na Urusi wanapigana, lakini idadi ya vifo haijawahi kufika tangu 2002 mpaka 2022 mpaka leo. Na hao wanapigana risasi vipapa, mtu hapa mmekatika. Ina maana basi hiyo drugs inaua sana. Inaua sana. Na ndio maana nashangaa hao watu wachukuliwe hatua. Na hiyo ni kwa Marekani, kumbuka. Hiyo ni Marekani. Sio dunia nzima. Sio dunia nzima. Kuna India, kuna China, wako wengi zaidi. Na huko Afrika. Wanga wa kuletewa. Kwa hiyo ndio. Sasa tumeona ya kwamba kuna shida, si ndio hivyo? Aina ya tatu ni semi synthetic, yani kwamba kitu cha asili kinakuwa modified. Yani dawa ya asili inakuwa modified katika namna ambayo inafanya matibabu lakini sio asili yake, inakuwa katikati ya ufamasia. Of course wanaichakata na wanaibadilisha katika asili yake, katika namna ambayo itakuwa na baadhi ya vitu preservatives kama sodium benzoate na vinginevyo ambavyo vinaifanya isiharibike ikae muda mrefu. Lakini hivyo vitu sodium benzoate na mengineyo, hivyo vitu au sorbitol na mengineyo, tutakuta sorbitol nini na nini, yote hivyo vina side effects kwenye mwili. Kwa hiyo
kwa ushahidi, dawa za asili ndizo dawa sahihi ambazo mbingu imethibitisha. Sasa tuje kwenye tiba za bawasiri sasa, ambazo sasa tuseme kwa mtu anayetusikiliza sasa hivi akiweza kuzifuata kwa nguvu ya Mungu atakuwa sawa. Tiba ya kwanza ya bawasiri ni gani? Kwanza kabisa ni mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha kwa maana ya kwamba inahitaji mtu anywe maji kwa wakati na ya kutosha. Labda nitoe utaratibu. Maji ni vizuri yakanywewa kabla ya kula. Kwa dakika 15 kabla ya chakula kunywa maji yako. Nini kinasababisha tunywe maji wakati wa kula? Ni kwa sababu mwili unakuwa hauna maji, unadai maji kwa sababu unaanza kupa kazi moja baada ya nyingine. Na nikupe uhakika msikilizaji ya kwamba jaribu hichi kitu. Kunywa angalau nusu lita kabla ya chakula. Nenda ule hata mkate hautakukaba. Lakini pia kukabwa sometimes kunafuatana na ulaji wetu. Kwa naye kula haraka lazima umkabe. Mbona umenikaba? Umekula haraka. Chakula ikiwa mdomoni tafuna sio chini ya mara 8. Mara 8. Kitu kingine tumesema maji, si ndio hivyo? Lakini pia epuka vitu ambavyo vinasababisha mwili kukosa maji. Tulivitaja: kahawa, pombe na vilevi vya aina yoyote, ugoro na mengineyo, stimulants zile, energy drink, zote hizo zinafanya dehydration. Lakini kitu kingine, hakikisha unakula vyakula visivyokobolewa. Kama ulivyosema vile ugonjwa wa sukari. Kwa hiyo vyakula visivyokobolewa ikiwepo mahindi kama nafaka za aina yoyote usikoboe, ngano usikoboe. Lakini pia kuna wengine sukari wanakula refined sugar. Hapana, pendelea sana kutumia sukari ambayo imeambatana na fiber. Asali nzuri sana. Lakini pia ongeza matumizi ya mboga za majani kwa wingi. Na kitu kingine, kwenye matunda pendelea sana matumizi ya papai na ndizi. Papai na ndizi. Papai kazi yake ni shaijua na ndizi? Au ni kazi moja? Ndizi ni kazi ile ile, kulainisha choo. Lakini pia papai kwenye ulaji wake, kama ukiweza kutafuna na mbegu zake itakuwa bora zaidi, kwa sababu ile faida yake sio kila mara utafune mbegu, lakini angalau hata mara moja, hata kwa siku 3. Unapokuwa umekula tafuna mbegu kadhaa. Unatafuna tu kidogo, ambazo hizo kama kuna nadhani tunasikiaga albendazole. Albendazole inasaidia kutibu minyoo, si ndio hivyo? Ndio albendazole kwa ajili ya minyoo. Sasa watoto naonaga hivyo ina minyoo. Sasa albendazole ya asili ni mbegu za nini? Za mpapai. Nishakumbuka, ushatoaga somo, utazikaosha na pia tutaliongelea. Mungu akijalia muda tutafanya vizuri. Kwa hiyo hiyo ni albendazole ya asili. Na lifestyle nyingine ni kufanya mazoezi lakini yaliyo na kiwango, na ambayo ni outdoor. Nimekuelewa. Yaliyo na kiwango kwa maana sio yale ya kufanyisha unafanya mazoezi kama jitisha mzigo mzito kama ulivyosema, dalili moja ya kupata unanywa vitu vizito. Ina maana yale mazoezi ya vyuma unaweza usisupport kabisa. Mazoezi ya vyuma na support, lakini yawe yani yawe yanaendana na uwezo wako. Na yasiwe ya muda mrefu. Kwa sababu mazoezi ya aina moja mara nyingi utaona hata wanyanyua vyuma mwili hauja balance. Ndio. Utakuta huko umetona lakini miguu ina shida kidogo. Unajua gym kuna kaida fulani, kama kuna ni pepo si niseme, mimi nakumbuka nishai kutaka kwenda kwa gym kujifunza. Naenda pale nachukua vyuma vikubwa nifanye, yule trainer ananipa kachuma kadogo nifanye hivi. Nikaona huyu bwana ananipotezea muda nikaacha. Sasa kuna kale kaushawishi, unaona kanyanyua mtu fulani na unataka ukanyanyue. Ile ule ushindani upo sana kwenye gym, kwa ni hatari sana hizo sehemu. Ndio, ule ushindani ni vizuri kucontrol, sababu mwisho wa siku ukiharibu mwili utakayeteseka ni wewe. Sawa, utapewa pole, lakini wewe ndiye utakayesikiliza, ambao maumivu yatakuwa ni makubwa. Na kitu kingine kwenye lifestyle ni kuepusha vyakula vya kukaanga. Haina gani za kukaanga? Kama chips. Mtu ana kiazi kitamu anataka kikaange. Ndizi anakaanga.
Miogo ya kukaanga. Miogo anakaanga. Sawa. Sasa hivi vyakula mara nyingi ni vigumu. Kwa unakuta hata choo yake inakuwa ngumu. Sasa mtu mwenye ile tatizo choo lazima imsumbue. Kitu kingine pia tumesemea hivi vitu stimulants tuziepushe, si ndio hivyo? Kitu kingine ambacho ni cha kuangalia kwa umakini sana ni kuepuka vyoo vya kukaa. Ushaliongelea hilo. Sasa twende moja kwa moja kwenye tiba. Tiba zipo nyingi sana za bawasiri. Ndio, zipo nyingi sana, lakini zinahitaji kutumika huku zikiwa zimeambatanisha na utaratibu sahihi. Lishe nimesisitizia chakula kiwe na nyuzi za kutosha. Matumizi ya mboga mboga kwa wingi ni muhimu sana. Na pia chakula ambacho kwa jioni kabla ya kulala na shauri ni vizuri ukala chakula kilaini na kutajia viazi Ulaya. Ndio vikoje? Viazi Ulaya vile vya chipsi. Sawa. Lakini usikaange chipsi. Utachemsha, ila uchemshe vikiwa na maganda. Usimenye maganda. Kwa utakula kiazi ambacho kimeoshwa vizuri na kikafanya nini? Kimechemshwa. Kiazi kitamu nacho ni kizuri. Magimbi ni safi zaidi. Lakini pia magimbi ni mazuri sana kwa mtu wa bawasiri. Mtu wa bawasiri na mtu ambaye ana ulcers, vidonda vya tumbo. Maboga nayo ni chakula kizuri sana kwa mtu wa bawasiri. Ndizi za kuchemsha. Kwa jioni nashauri mtu ale chakula laini. Sasa twende kwenye tiba. Tiba za bawasiri tumesema zipo nyingi. Naanza namba moja. Namba moja ni unachukua maji lita 2. Unachemsha. Halafu wakati anakaribia kuiva, yani yale yako yanachemka, kwa mfano si utachemsha kwa dakika 10. Ikifika dakika ya 7, dakika ya 8 chukua kitunguu saumu. Chukua vitunguu saumu 2. Kama ni kubwa sana chukua punje 1, lakini mimi sishauri kutumia vile vikubwa kwa sababu mara nyingi ni hivi modified ambavyo havina tuseme vinitiba vingi vinakuwa havipo. Kwa hiyo utachukua vitunguu saumu punje 2, utakata, utaweka kwenye yale maji ambao yanaelekea kumalizikia kuchemka. Ukishaweka mimina kwenye ndoo ndogo, afu nenda ukae kwenye hiyo ndoo, ule mvuke ukipiga ile eneo lenye nini? Lenye majeraha. Kwa hiyo ule mvuke maji yatakuwa kiasi gani sasa? Maji hiyo nusu lita 2. Kwa hiyo utamimina kwenye ndoo ndogo. Utakaa, usiakalia sababu yatakuongoza, ila ule mvuke ndo ufanye nini? Wewe kaa kwa takriban dakika 20. Kwa wakati umekaa yale maji ule mvuke utaenda utapeleka ile content ya kitunguu saumu. Ile itasaidia kusinyaa taratibu. Kwa hiyo unaweza ukafanya mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Ila baada ya kuoga baada ya kuoga ndipo unakaa, sababu ukikaa alafu then ukaoga manake ni kama unapoza. Kwa hiyo itafanyika mara 2 kwa siku. Nenda nayo mpaka utakapoona tatizo limefanya nini. Ila kwa siku 14 utakuwa na matokeo mazuri sana. Dawa nyingine hii inahitaji aloe vera. Kwa Kiswahili inaitwa mshubiri. Sasa hii aloe vera tutakachokifanya, tutachukua tutamenya vizuri, lengo tupate ile ya katikati, ile ule ute mweupe wa katikati. Kumbe ina maana unatafuta aloe vera ulovimba zaidi, uloiva zaidi, mkubwa. Sasa ule ute wa katikati tutatengeneza, tutaukata katika namna ambayo tutatengeneza kama size ya hata hichi kidole, si ndio hivyo? Nadhani tunaiona.
Kwa utakakata vizuri kale ka katikati katoke size au kwa ngui unakachonga vizuri kanatoka kama kanani size ya kidole hivi. Kale utakaweka kwenye friji kataganda, sawa? Kakiganda unakaingizia eneo la haja kubwa unapoenda kulala. Sawa? Kwa kabaridi unakaingiza hivyo hivyo. Sasa ile content inaenda kufanya nini? Kusaidia kusinyaa. Kwa hiyo utakaweka, ila unahakikisha ushamaliza haja zako zote kubwa. Kwa hiyo utakaweka alafu utaenda kulala. Ukilala ukiamka asubuhi bila shaka katakuwa kamesha yayuka, na nadhani utatoa pia haja kubwa. Wakati wa kutoa haja kubwa na kenyewe katatoka. Sasa hii inatumika katika kualternate kwamba usiku wa leo nikitumia hako, si ndio hivyo? Usiku unaofuatia nitatumia kipande cha katani, cha cotton. Cotton ni nini? Pamba. Pamba ile nitaichovya kwenye mafuta ya mnyonyo, sawa? Lakini na yenyewe nitairefusha kidogo, sawa? Iwe katika namna ambayo nitaisokomeza kule ndani, si ndio hivyo? Ile njia ya haja kubwa. Kwa hiyo usiku wa leo nitatumia pamba, usiku unaofuatia aloe vera. Pamba, aloe vera. Nenda nayo hiyo, utashangaa ndani ya siku 5. Hiyo ni haraka sana. Ndani ya siku 5 imeleta matokeo mazuri. Wala haina ugumu wote kwa sababu haja kubwa inapokuja wewe ukienda kutoa kanatoka moja kwa moja. Hiyo ni tiba ya pili. Nadhani ya kwanza tumeielewa. Ya tatu ni matumizi ya mti wa mtamba. Mti wa mtamba huo tunaoonaga huo? Huo ukiulizia tu mti wa mtamba kwenye maduka dawa za asili utaupata. Ni mti ambao wenyewe ukiukata kama mti unatoa maji. Na watu mpaka wanakunywa kabisa. Maji yake ukiyapata yana tiba mbalimbali ikiwepo UTI na mambo mengine ikiwepo pressure na nini. Lakini mimi nazungumzia mzizi wake. Mzizi wa mtamba unamaanisha? Mzizi wa mti wa mtamba. Huu mzizi utauosha vizuri na utakata vipande vipande. Hivi vipande utakavyovikata utaweka kwenye lita 1.5 yale machupa ya lita 1.5. Kwa hiyo utahakikisha unakuwa unajaza maji, yale ndo atakuwa maji yako ya kunywa. Unajaza maji unakunywa. Unapata kipande cha mzizi wa unauacha kwa muda gani mle? Mpaka maji utakapoona, kwa sababu ukiweka yatakuwa mazito. Kwa mpaka utakapoona yamelainika kabisa. Sawa? Huko unaendelea kuangalia je, hali imekaa sawa? Yale maji ndio usisho vipi na sensa haja kubwa? Yale yana vinitiba ambavyo vinaenda vinasaidia kwa ajili ya kufanya ile nyama iliyovimba ifanye nini? Isinyae, si ndio hivyo? Maana yake irudi katika usawa wake. Nadhani hapo tuko sawa. Kuna swali hapo? Kama nakumbuka ule mti ndio kama alikuja nao mtumishi mmoja anaitwa Endo. Ndio. Alikuwa anatumia kwa ajili ya joint zake. Anapokuwa na tibu joint na bawasiri. Sasa tiba ya tatu. Ya 4, si ndio hivyo? Tumesema tiba nyingi. Zipo nyingi, si ndio hivyo? Haya, tunaenda kwenye tiba ya 4. Kwenye tiba namba 4, hii inahusisha matumizi ya kitu kinaitwa ni miracle leaf, tunahitaji msharifu. Msharifu? Ndio ni mti? Ni aina fulani ya, ni jamii kama ya maua, lakini ukiandika tu msharifu inakuletea picha yake. Tunatumiaje? Msharifu. Sasa huu msharifu unachokifanya unaubabua kwenye moto. Tunafanyaje? Tunaubabua kwenye moto. Unaubabwaje? Linakuwa ni jani. Inakuwa sana sana ina usawa wa hichi kiganja, si ndio hivyo? Kwa unaliweka unababua kwenye moto, au unaweza ukaweka kwenye makaa, kwenye kaa ukaubabua kabisa, ukahakisha umeanza kutoa kama ule uteute wake, sawa? Unatoa uteute wake, sawa? Sasa unapoanza kutoa kama ule uteute wake unauchana katikati, halafu unaweka kwenye beseni. Ukianza kupoa
usipoe kabisa, ila ukianza kupoapoa mgonjwa anafanya nini? Anaukalie kwenye beseni. Anahakisha ile eneo limegusa ile sehemu ya bawasiri. Kwa hiyo atakuwa anakalia mpaka atakapokaa sawa, ila ni mara moja kwa siku. Na hiyo pia ina matokeo ya karibu sana. Siwezi kumtajia ni siku ngapi, kwa sababu kila mtu anakuwa na ukubwa wa tatizo lake. Maana kuna wengine wanasema wamekaa nao miaka 5 3, mwingine ndio imemwanza dalili. Sasa yule mwenye dalili huenda ndo anaweza kupona kwa haraka zaidi. Kwa haraka, ndio. Kwa hiyo pia itafuatana na kinga yake ya mwili na nini, lakini kwa matumaini na uwezo wa Mungu atapona. Amina. Tiba nyingine ya 5. Twende kwenye tiba nyingine. Tiba nyingine, na nitaomba niishie kwenye 5. Kwa sababu vitu pia vikiwa vingi sana msikilizaji anaweza akasahau. Tiba nyingine ni matumizi ya kitunguu maji. Kitunguu maji hiki cha kukata unalia mwenyewe, hichi cha nyumbani. Sasa hichi kitunguu maji ni kwamba hichi hapa tutachemsha maji ya vuguvugu. Maji haya mpaka yanaenda kuchemka, tutaacha ile yameanza kuchemka, tutachukua kitunguu maji chetu kizima, tutakiponda. Sawa. Tukikiponda tunakiweka kwenye maji ambayo yanaelekea kukaribia kuchemka. Kwa hiyo kisha chemka, tunachukua yale maji tunayaacha yanapoa, si ndio hivyo? Katika namna ambayo mtu akiakalia hatafanya nini? Hayatamuunguza, si ndio hivyo? Kwa hiyo tunamimina kwenye beseni. Hii ni vizuri akalie kwenye beseni. Anaenda anayakalia. Kwa muda gani? Atakaa kwa takriban dakika 15 mpaka 20. Hili zoezi atakuwa analifanya kila siku mara 2. Na hii pia ina matokeo ya haraka sana. Lakini wakati huo huo mimi nasisitizia lifestyle. Tulichokizungumzia kuhusu lifestyle, ukiwa na lifestyle nzuri, hizi tiba itakuwa ni swala la haraka sana. Lakini kama lifestyle haijabadilika, utachukua muda katika kufanya nini? Maana unajitibia leo bado unakula vyakula ambavyo havina nyuzi, unywi maji ya kutosha, unakaa sana, unanywa machuma. Kwa hiyo ndio maana mtumishi umeanza na kwanza lifestyle, na maana tiba ya kwanza ni mtu mwenyewe abadilike na amua kubadilika. Sasa na je, mtu akiwa na shingo ngumu, sasa tiba afanye na dalili naziona, kuna athari gani ambayo ni kubwa zaidi kwenye bawasiri ambayo ni mbaya zaidi? Mbaya zaidi ni kwamba tatizo linavyoendelea kuwa kubwa linaweza likamsababisha kumpa ulemavu wa nyonga. Kwa hiyo kwa sababu muda wote ukiwa na shida afu haipatiwi utatuzi, ile shida inaanza kutembea ama kusambaa. Hata kuharibu kile kingine zima. Kuharibu ni ngumu, lakini italeta shida kwenye upande wa nyonga. Kwa hiyo inapotokea ni vizuri tusiwe na shingo ngumu, tushughulikie ili kuweza kuepusha madhara ya baadaye. Ni sawa na leo mtoto wanasema samaki mkunje angali mbichi. Mtoto asipolelewa mapema na akapewa maonyo mapema, baadaye atakuwa ni mtoto ambaye akamatiki. Vile vile na matatizo tulionayo, ukiligundua lifanyie kazi kwa haraka sana. Mpe neno moja la tumaini, tumalizie hapo pia. Neno la tumaini, ndugu zangu, mimi napenda kuwatia moyo ya kwamba kila jambo linaloonekana ni mzigo, Mungu ana uwezo wa kulitatua. Yesu Kristo anasema Njooni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Kupumzishwa kwetu ndo kama hivyo, kuondolewa majeraha, magonjwa. Ukisoma Mathayo 10, Yesu aliwapa amri mitume wake kuondoa pepo, kuondoa magonjwa na kuponya magonjwa na kuwasaidia wahitaji. Kwa sisi ni wahitaji kwa Kristo, tumwendee Kristo na atatupatia tiba na uponyaji. Amina. Mungu akubariki sana. Sasa kwa yule ambaye atataka aendelee kupata na kukufahamu zaidi na unaweza ukamsaidia kwa mambo mazuri zaidi ya kitabibu, mtajie namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0769 77 37 31. Narudia tena 0769 77 37
31. Amina. Kama unatembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe, like na share na comment pia. Mungu atakubariki sana. Amina. Amina mtumishi. Mungu akubariki. Amina.